Safari ya kuzimu. Ndio. Mzee wa Yesu, nabii mwonaji. Ndio. Roho Mtakatifu awe nanyi makuhani wa Kristo. Ndio. Kitabu cha Mathayo 12:40, Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Alama za fungua semi. Amen. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi mkato, ndio, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Ndio. Nukta funga semi. Kupitia maandiko tunafunuliwa kuwa Kristo alikuwa katika moyo wa nchi mkato. Ndio. Yaani kuzimu kwa siku 3. Sawa. Nukta. Kumbe kifo cha msalabani hakikuwa cha kawaida. Ilikuwa ni mwanzo wa safari yake katika kuzimu. Nukta. Kulikuwa na mpango wa kimungu. Nukta. Siku 3 zilikuwa sehemu ya vita ya kiroho. Sawa. Mkato. Si mapumziko. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 8 hadi wa 10, Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Alama za fungua semi. Hivyo usema mkato, alipopaa juu aliteka mateka mkato, akawapa wanadamu vipawa. Nukta. Basi neno hilo mkato, alipaa mkato, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi hizo, naye alishuka, ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote mkato, ili avijaze vitu vyote. Nukta funga semi. Kumbe vipawa vilivyozikwa, ilibidi lazima Yesu afunge safari ya kuzimu au mahali pa chini kwenda kuteka mateka. Nukta. Kama kuzimu iliteka chochote kwenye maisha yako mkato, safari ya Yesu ilikwenda kuteka kwa ajili ya urejesho. Nukta. Amen. Piga makofi. Hapana, sijaona watu wakishangilia hapa. Lazima ufurahie ya kuzimu. Kuzimu ni wapi? Kuzimu ni makaburini. Unaposikia neno kuzimu ni makaburini. Kwa hiyo safari ya kuzimu ya Kristo ilikuwa ni ya faida kwetu. Hata kama usini amina. Haleluya. Ile safari ya kuzimu. Kuzimu ni wapi? Kuzimu ni makaburini. Haleluya. Unaposikia neno kuzimu, kuzimu ni makaburini. Ni mahali wanapoishi wafu. Ni maskani.